أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا وأوجدنا وجعلنا من المسلمين، ثم نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Baada ya kumshukuru Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuwafikisha kwa mara nyingine tukarudi katika muendelezo wa darsa zetu za tafsiri ya Qur'ani kwa kile kiwango ambacho Allah mtukufu subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha nacho. Darsa letu kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala bado liko katika sura ya 11, suratu Hud, na kwa taufiki ya Allah mtukufu subhana tutaondokea katika aya ya 105. Aya ya 105 ikiwa bado katika siyaki ya aya zilizotangulia zilizokuwa zikielezea adhabu alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa wale ambao watakuwa wamevutika na maisha ya dunia, na kwa maana hiyo wakawa hawakupata muda wa kujiandaa kwa ajili ya safari ya akhira. Aya zilianzia mbali, lakini kauli ya Mwenyezi Mungu, wakadhalika akhadhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhadhahu alimun shadid, inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah, dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Akaendelea kusema subhana, wama nuakhiruhu, hatukuwa hiyo siku tukiichelewesha. Sio kama kwamba siku hiyo tunaichelewesha, ila isipokuwa siku hiyo inakuja liajali maadudin, kwa muda maalumu uliokuwa umewekwa, kwa hisabu maalumu zilizokuwa zimehisabiwa mpaka ujio wa siku ya kiyama. Kwa hivyo kiyama kipo, moto wa jahannamu upo, pepo kwa waislamu ipo, lakini hichi kiyama sio kama kwamba kinachelewa, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala toka alipouumba ulimwengu alikwisha kukadiria na siku ya ujio wa kiyama. Ndiyo anasema wama nuakhiruhu, hatukuwa sisi wenye kukichelewesha kiyama illa liajali maadudin, isipokuwa kiyama
kimepangiwa muda na tarehe na masiku maalumu yanayojulikanwa mbele za Allah. Yauma yaati, siku ambayo siku hii itakuja, la takallamu nafsun illa biidhnihi, hakuna anayeweza kunyanyua midomo kuzungumza chochote katika siku hii ila huyo mtu awe amepata idhni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati watakapokuwa wakirejea akhira, viumbe wote wanarejea katika hali mbili tofauti. Faminhum shaqiyun, miongoni mwa watu wanaorudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala watakuwa watu mashaqii, watu wakorofi, watu walioichagua dunia, watu walioifadhilisha dunia, watu walioipa kipaumbele dunia, wakafanya lolote lile linalohitajika ili kufanikisha mambo yao ya dunia. Kwa hivyo hilo ndiyo kundi litakuwa mashaqii. Wasaidun, na kundi jengine litakuwa watu watukufu, watu walioishi katika dunia kwa tahadhari kubwa, walioishi wakizingatia maagizo na maelekezo ya Allah Subhanahu, walioishi kwa kuyaepuka makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walioishi wakawa na tahadhar wasije wakateleza wakaangukia katika dunia. Kwa hivyo watu watakaporejea mbele za Allah wanarudi katika hali wakigawika katika makundi mawili. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema faminhum shaqiyun, miongoni mwao ni watu wabaya, wasaidun, na miongoni mwao ni watu wema. Hii ni siku nzito, siku ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala anautangazia ulimwengu kwamba siku hii la takallamu nafsun, hakuna nafsi itakayozungumza illa biidhnihi, isipokuwa mpaka hiyo nafsi ipate ruhusa kutoka kwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Katika suratul Mursalati Allah mtukufu anasema hadha yaumun, hii ni siku nzito, ni siku ya aina yake. La yantiqun, watu hawatazungumza wanavyotaka wao. Wala yuudhanu lahum, wala hawatapewa nafasi na ruhusa. Fayatadhirun, wakaomba samahani mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni siku nzito. Katika suratu Naziati Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma arrahman, mwenye mamlaka katika siku hiyo ni Bwana mmiliki wa mbingu na ardhi, Bwana aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika mbingu. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma, na vilivyo baina ya mbingu na ardhi. Anasema Subhanahu wa Ta'ala, si mwingine Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba, siku hiyo hawatakuwa na mamlaka ya kuweza kusema chochote. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba, hakuna mtu atakayeweza kusema kwa fosi anavyotaka yeye, labda yule mtu atakayekuwa amepewa ruhusa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo aya zinatufahamisha uzito wa siku ya Kiyama. Aya zinatufahamisha uzito wa siku ya Kiyama, kwamba mwanadamu pamoja na kuwa tharthar
mtu mwenye kusema sema, siku hiyo mtu hatoweza kusema, labda yule atakayepewa idhni ya Allah tabaraka wa taala aseme ndiyo atakayesema. Yauma yaati la takallamu nafsun, haitazungumza nafsi ya mtu yoyote, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhni yake Allah. Ay yauma yaati dhalika alyawmu rahib, siku itakayokuja hiyo siku nzito, la yatakallamu ahadun, hakuna atakayezungumza hata mmoja, illa biidhnillahi ta'ala, isipokuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala. Faminhum shaqiyun wa sa'idun, miongoni mwao siku hiyo watu watakuwa katika kundi la watu wabaya, watu walioifadhilisha dunia, watu waliokuwa hawakujiandaa na marejeo ya kurejea kwa Allah subhana. Wa sa'idun, na litakuwa kundi la pili, kundi ambalo liliishi kwa maelekezo ya Allah. Aifa min ahli almawqifi, katika hao watu watakaosimama katika viwanja vya hisabu. Shaqiyun wa minhum sa'idun, kaqaulihi, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati, siku hiyo kundi litakuwa la watu wa peponi, wa fariqun fis sa'ir, na kundi jengine litakuwa katika kundi la watu wa motoni. Na'udhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuhifadhi na hiyo siku nzito, siku ya ajabu hiyo. Tayeb, aya zinaendelea kusema, fa amma alladhina shaqu, ama wale watakaorudi mbele za Allah ikathibitika kuwa wao ni mashaqii, ikathibitika kuwa wao ni watu wabaya, ikathibitika kuwa wao waliishi katika dunia wakiona kama kwamba wamefika, fafinnari, watu hao hakuna jengine isipokuwa makazi yao ni motoni. Lahum fiha, wamethibitikiwa au watakuwa nayo watu hao ndani ya moto, zafirun wa shahiqun. Baadhi ya wanawazuoni maneno haya wameyatafsiri kwa kusema watakuwa wakipiga kelele, lakini kelele zao zitakuwa kama vile anavolia punda. Tafsiri yake maneno haya, neno shahiqun, yani watakuwa wanapiga kelele lakini sauti zao zimebanika wakati wanapotoa pumzi na wakati wanapovuta pumzi kuingiza ndani, kwa maana watakuwa katika hali ya dhiki mno, hali ambayo haitaeleweka. Lakini kwa ufupi, watakuwa wakipiga makelele kama vile anavyopiga makelele punga kirongwe, lakini hawa watu watakuwa katika adhabu ya moto wa Jahannam. Mungu atuhifadhi na adhabu ya moto wa Jahannam. Fa amma alladhina shaqu, ama wale waliokuwa wakorofi wakaacha maagizo ya Mola wao, fa finnari, hao watu makazi yao ni motoni. Lahum fiha zafirun, hawa watu watakuwa na sauti yenye kupiga makelele kama vile anavyopiga makelele punda. Zafirun wa shahiqun, ay fa amma al-ashqiyau, ama watu wakorofi, alladhina, wakorofi ambao sabakati lahumu shaqawa, ulitangulia kwa wao ukorofi, fa innahum,
watu hao mustaqirruna fi nari jahannam, watu hao makazi yao ya kudumu itakuwa ndani ya jahannam. Lahum min shiddati kurbihim, watu hao watakuwa wamethibitikiwa kutokana na ukubwa wa matatizo yao. Zafirun, hili neno zafir, wa huwa ikhraju nafasi bishiddatin, ni kule kutoa pumzi lakini kwa tabu. Na hiyo aya ya pili kipande cha pili, shahiqun wa huwa raddu nafasi bishiddatin, kuzirejesha pumzi ndani kwa shida. Wakitoa pumzi nje tabu, wakizirejesha ndani shida. Lakini baadhi ya wanawazuoni wanasema maneno haya kwa ufupi, watakuwa na sauti zenyewe zitakuwa kama sauti za mapunda. Waqala ba'dul mufassirina shubbiha sarakhuhum, zimefananishwa zile kelele zao, fi jahannam, wakiwa ndani ya moto wa jahannam, bi aswatil hamiri, na sauti za punda. Qala Tabari, Imamu Tabari anasema fi riwayatihi an Qatada, sautul kufari, sauti za makafiri, au sautul kafiri, sauti ya kafiri, fi nnari sautul himar, ni sauti ya punda. Awaluhu zafirun, mwanzo wake inafanya hivyo, wa akhiruhu shahiqun, na mwisho wake inatoka sauti kama sauti ya punda ya mwanzo wa kulia kwake na ile ya mwisho wa kulia kwake. Anasema subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha, ndani ya moto wa jahannam, kwa wale watakaokufa nje ya Uislamu, maisha yao yatakuwa milele ndani ya moto wa jahannam. Khalidina fiha, hali ya kuwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Madamati samawatu wal ardu, muda wa kubaki na kudumu mbingu za huko akhera na ardhi ya huko akhera. Kwa kuwa akhera ni milele, mbingu yake ya milele, akhera ni milele, ardhi yake ni milele. Kwa hivyo wao katika moto wa jahannam watakaa milele. Hiyo ni tafsiri moja. Aimakithina fi jahannama abada, watakaa katika moto wa jahannam milele. Ala dawami, milele na milele. Madamati samawatu wal ardu, muda ule ambao wakudumu mbingu na ardhi. Anasema al-Imamu Tabari, innal araba, hakika ya Waarabu, idha aradati an taswifa shay'a bidawami, wakitaka kukielezea kitu na kukisifia kitu kwamba kitu hicho kinadumu abada milele, qalat, huwa wanasema hadha daimun, hichi kitu ni cha milele, dawamu samawati wal ardhi, kama inavodumu mbingu na ardhi. Waarabu wana msemo wao, wanasema hivyo, bimaana annahu daimun abada, wanasema hivyo Waarabu. Na kwa kuwa huo ni msemo maarufu, fakhatabahum jalla thanauhu, ndio Mungu akawazungumza Waarabu, bima yataarafuna bihi, kwa kitu ambacho wamekuwa wakifahamiana, yataarafuna bihi bainahum, kwa jambo ambalo wao wanalifahamu kati yao. Qala Ibn Zaidi, amma Ibn Zaidi anasema madamati samau, yani samaa,
madamati samau samaa, watakaa motoni muda wa kuwa mbingu iko mbingu, wal ardu ardha, na muda wa kuwa ardhi ni ardhi. Wal maana, makusudio ya aya, khalidina fiha abada, wakiingia motoni makafiri hakuna kutoka. Sawa, hakuna kutoka. Wakiingia motoni makafiri, khalidina fiha abada. Waqala Zamahshari, Imamu Zamahshari katika tafsiri yake anasema kuhusu aya hii, fiha wajhani, kuna wajihi mbili. Ahaduhuma, moja katika hizo wajihi mbili, anturada, kukusudiwa, samawatul akhira, mbingu za akhira, wa ardhuha, na ardhi za akhira. Wa hiya daimatun makhluqatun lilabadi, mbingu na ardhi za akhira zimeumbwa lilabadi, kwa ajili ya kuishi milele. Hiyo tafsiri moja. Wa thani, ya pili, an yakuna ibaratun, ni kuwa hii ni tafsiri anita abidi, kwamba hawa wataishi milele, at-taabidi, wataishi milele, wa nafil inqita'i, na kwamba adhabu kwa watu hawa haitakatika. Kwa hivyo Allah subhana, kwa kuwa tuko katika dunia bado, anatukumbusha kwamba siku ya kiyama watu wote wa duniani watarudi katika makundi mawili tu. Kundi moja la ashqiyau, kundi moja la suadau. Wewe ulio na akili timamu unachagua kurudi mbele za Allah katika sifa gani? Hili Mwenyezi Mungu kakuachia wewe, kwa sababu Allah amekupa akili, Allah amekupa usikivu, Allah amekupa ufahamu, uweze kuzingatia lipi lililo na maslahi. Kwa hivyo hilo kundi uanze kuzitafuta zile njia ambazo zitakupeleka siku ya mwisho ukiwa katika kundi la masuada. Hayasemi haya Mwenyezi Mungu kama anawasimulia watu wengine, sisi kama kwamba tushafika huko peponi, anawasimulia watu wengine. Hapana, maneno haya Allah anatuzungumza sisi, na katika kutuzungumza kwake maana yake hasa anatuambia kuweni na tahadhari, chungeni sana, ishini kwa hofu kubwa katika ulimwengu, ili siku ya kiyama mtakaporejea murejee mkiwa katika kundi la masuada. Bas tayyib, illa ma shaa rabbuka, wanasema wanawazuoni, katika huo moto wa Jahannam sio tu wataingia makafiri, bali wataingia na wale Waislamu waliofanya majidhambi makubwa na hawakupata msamaha, kwa kuwa pepo ni kitu kisafi, wenye mijidhambi ni watu wachafu. Mwenyezi Mungu huwapeleka katika moto wa Jahannam kama vile kinavyopelekwa chuma kikachomwa moto, ili kupata kutoa ule uchafu ulio juu ya chuma, alafu kama kupondwa kile chuma kutengenezwa jembe na kadhalika. Kwa hivyo na watu wa motoni ambao ni Waislamu hawawezi kwenda katika pepo watu hao, kwa sababu wanakuwa bado wachafu. Ili wastahiki kuingia peponi ni lazima kwanza wapelekwe motoni, wakatolewe uchafu waliokuwa nao. Watakaposafika tayari, ndipo watakapokuja peponi waambiwe sasa, tibtum fadkhuluha, ingieni sasa, fadkhuluha aminin, ingieni sasa muko safi, na kwa maana hiyo ingieni kwa amani. Sasa hili neno
illa ma shaa rabbuka, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kuwavua wasikae milele wale watakao kwenda katika moto wa jahannam, hali ya kuwa katika nyoyo zao kuna mithqala dharratin minal iman. Hao watu hawaishi milele katika moto wa jahannam. Tumefahamiana? Atakaye kufa hali ya kuwa Muislamu, hata kama alikuwa na mijidhambi imejaa mpaka mbinguni, na akakuwa msamaha wake ukawa haukuweza kumsafisha na mijidhambi yake, atapelekwa katika moto wa jahannam, akasafishwe katika moto wa jahannam, alafu akapelekwe katika naharul hayati, kuna mto wa uhai, anapelekwa kwenda kukoga. Kisha kutoka motoni anakuwa yuko safi, ndipo anapoambiwa sasa, ingia peponi, tibtum, ingieni sasa, mshakuwa wasafi. Kwa maana hiyo tuelewe, peponi hatoingia mtu mchafu. Peponi atakayeingia ni mtu msafi. Maneno yako, matendo yako, tabia zako, maisha yako, uwe msafi, ndio utakwenda kukutana na Mola wako akiwa ameridhika na wewe. Illa ma shaa rabbuka, anasema mfasir, al-istithna'u, istithnahi, iyo illa adatu istithnai. Al-istithna'u, neno ma shaa rabbuka, hawa ndio mustathna. Yani al-istithna'u fi ahli tauhidi, lianna lafdhata shaqu, kwa sababu neno hili taumul kuffara, linawakusanya makafiri, walmudhnibina, na wale wenye kufanya madhambi katika Waislamu. Fastathna Allahu, akawavua Mwenyezi Mungu, min khuludin, kutokana na kukaa milele motoni, ahala shaqawati wal uswati minal mu'minina, fa innahum yutahharuna fi nari jahannama thumma yukhrajuna minha bishafaati sayyidil mursalina. Anasema Mwenyezi Mungu atawavua kutoka katika lile kundi la mashaqii wa korofi watakao baki milele motoni, anawavua wale mauswati katika waumini. Fa innahum, kwa sababu wao wanapelekwa motoni, yutahharuna, sawa yutahharuna, watatwaharishwa watu hao, fi nari jahannam, thumma yukhrajuna minha, kisha watatolewa katika moto wa jahannam, bishafaati sayyidil mursalina, kwa uombezi wa Bwana wa mabwana, Bwana wa mabwana, Sayyidina Muhammad. Wa yudkhiluhumullahu aljanna, baadaye watu hao Allah atawatia peponi. Wa yuqalu lahum, pataambiwa wakati wakipita katika lango kuu, tibtum, sasa muko safi, sasa mnastahiki kuingia peponi. Fadkhuluha khalidin, ingieni katika pepo za Allah, muwe na uhakika maisha yenu ni ya milele katika pepo za Allah. Lakini moto wa jahannam hausemi siku mbili tu, siku tatu tu, siku moja tu. Iyo sekunde moja ya moto wa jahannam aielezeki mfano wake hapa katika dunia. Lakini alhamdulillahi, mtu atakaye kufa muumini, kwa vyovyote vile atakwenda kuhenyeka huko. Baadaye kwa fadhila zake Allah atamtoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akamsafishe, ampeleke katika pepo za ukazi wa milele. Lakini hili silo mtu analolikusudia. Haiwezekani kama mpenzi wa Simba na Yanga, tena kindakindaki, alafu kuingia katika geti kuu ungojee fungulia mbwa.
Umefahamu Fungulia mbwa dakika 5 ndio ushangilie na mie gemu nimeiona kwa dakika 5, utajuaje wachezaji wapya? Umefahamu Kwa hivyo la msingi kujipinda, kujitahidi. Mwenyezi Mungu kwa fadhila zake atuokoe na moto wa Jahannam. Tunafahamiana, inna rabbaka, hakika ya Mola wako. Inna rabbaka, haya maneno ukiona kafu huko asili yake alikuwa anahutubiwa Bwana Mtume, lakini leo unazungumzwa wewe na mimi. Ukimsikia Allah anasema inna rabbaka, anayekuzungumza ni wewe, hakika ya Mola wako. Kama hujaelewa, kama hujafahamu, elewa Mungu akisema hivyo anazungumza na mimi. Inna rabbaka, hakika ya Mola wako, fa'alun lima yurid, yeye ni mfanyaji anayoyataka. Mwenyezi Mungu habenwi, Mwenyezi Mungu hatenzwi nguvu, Mwenyezi Mungu hafosiwi kwamba huko duniani huyu tulikuwa tunamuheshimu. Hata siku ya kumzika kwake tulimzika katika kaburi lenye tarazo. Hata siku ya kuzikwa kwake tulimpa na simu huyu, tukampa na saa huyu, ili mradi aendelee kuwa na mawasiliano. Kwa hivyo tunakuomba huyu asiendelee kupata nakama. Hapana, fa'alun, Mwenyezi Mungu ni mtekelezaji lima yurid. Na neno fa'alun katika uzani huu kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala si mlango wake. Haambiwi Mwenyezi Mungu mfanyaji sana, hapana, bali hapa huelekezwa katika nisba fa'alun dhu fi'al, kwamba Mwenyezi Mungu ananasibika na utendaji wa mambo yake na haingii katika mambo yake. Tumefahamiana? Tayib, fa'alun lima yurid, ay yaf'alu ma yuridu, anafanya anayotaka yeye. Yarham, anarehemu kwa kutaka mwenyewe. Wa yuadhib, na naadhibu kwa kutaka mwenyewe. Kama yashau wa yakhtar, kama anavyotaka na yeye mwenyewe kuchagua. Tunakwenda pamoja Tayeb. Inna rabbaka, hiyo ni illa ya hayo yaliyotangulia. Lianna rabbaka fa'alun lima yurid. Wa amma alladhina su'idu, ama wale waliokuwa waheshimiwa, waliotekeleza taa za Mola wao, walioishi katika dunia wakijiona kuwa ni wageni au wakijiona kuwa ni wapita njia, wakaishi na maelekezo ya Bwana Mtume. Hawa watu siku ya Kiyama ndio watakuwa suadabu. Sasa Allah anaelezea nini faida ya kuondoka katika dunia hali ya kuwa ukiwa said mbele za Allah. Ndio anasema wa amma alladhina su'idu, ama wale ambao wamefanywa kuwa mabwana waliotekeleza amri zake, fafil jannati, hawa watu yatakuwa maisha yao ndani ya mabustani, ndani ya neema, ndani ya pepo. Khalidina fiha, watakaa milele ndani ya pepo hizo. Madamati samawatu wal ardu, kama vile tulivyozungumza katika aya iliyotangulia. Ima katika ile lugha ya Kiarabu ndio wanakusudia kitu cha milele, au madamati samawatu wal ardu, panakusudiwa muda wa kuwa mbingu na muda wa kuwa ardhi. Si havibadiliki vikawa kinyume chake.
na hawa watakaa peponi kwa umri huo. Tafsiri nyingine, madamati samawatu wal ardhu, muda wa kuwa mbingu za peponi zinakaa milele na wao watakaa milele. Muda wa kuwa ardhi ya peponi itakuwa ya milele, basi na wao watakaa milele katika maisha yao ya peponi. Ardhi ya huko na mbingu za huko hazitakuwa kama ardhi za huku duniani na mbingu za hapa duniani. Anasema subhana katika suratu Ibrahim, yauma tubaddalu al-ardu, siku hiyo patabadilishwa ardhi, haitakuwa hii ardhi tunayoishi, ghaira al-ardhi, isiyokuwa ardhi hii, italetwa ardhi nyingine, wasamawatu, na kadhalika mbingu nazo zitabadilishwa. Kwa hivyo tunakokwenda kote kuna maisha tofauti na yale tuliyoyazoea. Ili tukapate salama huko, tujitahidi sana, tumuombe Allah atuwafikishe, atusaidie tuweze kuishi katika dunia hii kwa yale mafunzo ya Bwana Mtume. Maneno mafupi yenye hikma sana. Anasemaje Bwana Mtume sallama? Anamwambia kijana wake aliyompakia katika farasi au punda, anamwambia kumfi dunia kaannaka gharibun, kuwa katika huu ulimwengu ujione kama kwamba wewe ni mgeni. Ikiwa tunaisoma tashbihi katika sura hiyo, au kumfi dunia mahama kunta, kuwa katika dunia kwa nafasi yoyote utakayokuwa, nafasi ya kuwa tajiri sana, nafasi ya kuwa maarufu sana, nafasi ya kuwa mwenye cheo sana, nafasi ya kuwa katili sana, nafasi ya kuwa mkarimu sana. Kun fi dunia mahma kunta, kuwa katika dunia utakavyokuwa, lakini innaka gharibun, jua wewe hapa si mwenyeji, wewe hapa ni mgeni. Na kama hilo bado hujaelewa, Mtume sallama anakwambia kun fi dunia mahama kunta, lakini annaka abiru sabilin, wewe ni mpita njia tu hapa. Kuna wenzio wamepita na wewe kadhalika utapita. Na ukitaka kujua vizuri katika maneno hayo, rudi katika kauli ya Mwenyezi Mungu, wa tilkal ayyam, maisha haya tunayoishi, hizo ni siku, anasema Allah, nudawiluha baina nasi, tunazibadilisha. Wewe hukuwa na umri huo, lakini zimekupitia siku. Leo unaitwa baba, leo unaitwa babu, leo wewe unaitwa daraja hiyo, lakini hukuwa unaitwa hivyo. Elewa, kuna watu wanakuja, watafika katika nafasi yako ya kuitwa baba, watafika katika nafasi yako ya kuitwa babu. Wakati huo tena wewe utakuwa haupo katika nafasi hiyo, badala yake utaitwa marehemu. Wa tilkal ayyam nudawiluha baina nasi, hizi ni siku. Allah subhana anasema kuna mabadiliko tunayafanya. Jana yako sio leo yako, kesho yako haitakuwa kama leo yako. Maisha yako hivyo ndivyo yanavyokwenda. Ili ulielewe sana, safari inakuja. Kama ulimili katika dunia, kama ulizama katika dunia, kama dunia ilikuvuta ikakuchukua, sasa iache dunia, rudi kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Mola wako atakupokea, hana tatizo na hilo Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamiana Wa amma alladhina su'idu, ama wale waliofanywa kuwa ni mabwana baada ya kutekeleza amri za Mola wao na kuyaepuka makatazo ya Mola wao, pakathibitishwa kwamba wao minas suadai fa fil jannati,
hao watu watakuwa katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Fafil jannati, watakuwa katika mabustani, khalidina fiha, watakaa milele katika pepo hizo, wanakaa milele bila ya kuzeeka, wanakaa milele bila ya kugonjwa, wanakaa milele bila ya kufukarika, wanakaa milele bila ya kubughudhika, wanakaa milele bila ya kupata shinikizo mtu kutoka kwa mkewe, sikutaki tena, nilikaa na wewe mume wangu, wakati ulipokuja kunichumbia nilikupenda, lakini sasa hivi mie sikupendi hata kukuona. Kwani mke wangu nimekufanya nini? Sikupendi tu, nishaamua sikupendi tu. Akhira hakutakuwa na bughudha kama hizo. Watu wa peponi watakuwa na neema kubwa, watu wa peponi wataishi kwa furaha kubwa milele na milele na milele. Lakini pepo, wazee wangu, inatafutwa hapa duniani. Sawa? Hapa ndiyo mahala pa kuitafuta pepo, na hapa ndiyo mahala pa kukimbia moto. Huwezi kwenda kuipata pepo wakati ushakuwa kaburini kama hukuitafuta hapa, na huwezi kunusurika na moto wakati ushakuwa kaburini kama hukukimbia hapa moto wa Jahannam. Tunakwenda pamoja Hadha bayanun lihali alfariqaini, hadha bayanun lihali alfariqi thani, huu ni ubainifu wa kundi la pili, ahli saada, kundi la watukufu hilo. Allahumma, shekhe ananyanyua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa mahala sipa kupita bure bila ya kunyanyua mikono kumuomba Allah. Anasema Sheikh Muhammad Sabun, Allahumma ja'alna minhum, ewe Mola tunakuomba tujaalie katika kundi hili la mabwana. Aywa amma suadaul abrar, ama wale masuada watu wema. Neno al-abrar ni yule mtu anayeishi kwa tahadhari, anachopewa kabla ya kupokea. Je, hichi ni halali yangu kupokea? Anachowekewa kula kabla hajala, hichi ni halali yangu kula? Anapoambiwa nguo hii vaa, hii ni halali yangu kuvaa? Huyo ndio anaitwa albaru. Huyo al-abrar, innal abrara lafi na'im, tunaitaka ile innal abrara lafi na'im ala al-araik yanzurun, ndio taib. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatutangazia wale watu wema al-abrar, fa innahum, watu hao mustaqirruna fil jannati, watakaa maisha ya dumu dawama peponi. La yukhrajuna minha abada, hawatatolewa katika pepo milele. Daimuna fiha, watakaa milele peponi. Dawama samawati wal ardhi, kama zinavodumu mbingu na ardhi. Au madamati samawatul jannati wa ardhil janna, madamati samawatul jannati wa ardhul janna, hasba mashiatihi ta'ala, kwa mnasaba wa vile anavyotaka Allah. Wa qad shaa ta'ala lahum, na Mungu ameshawatakia watu hao alkhuluda wadawama, kukaa milele katika pepo, kukaa milele katika pepo. Ataun ghaira majdhudh, ataun ghaira majdhudh, anasema Mwenyezi Mungu malipo hayo ni malipo yasiyokuwa na mwisho. Ataun
ghaira majdhudhin, malipo hayo malipo yasiyokuwa na mwisho. Anasema subhanahu wa ta'ala, malipo haya ya peponi ni malipo yasiyokuwa na mwisho. Ataun ghaira majdhud, ay ataun ghaira maqtu'in anhum, bal huwa mumtaddun, yanaendelea ila ghairi nihaya, mpaka kusikokuwa na mwisho zinaendelea neema hizo. Anasema subhana, fala taku fi miryatin mimma, fala taku fi miryatin. Anaambiwa bwana mtume, naambiwa mimi, unaambiwa wewe, fala taku fi miryatin, usiwe katika shaka, mimma yaabudu haulai, kutokana na ibada zinazofanywa na wasiokuwa Waislamu. Hata kama wanasema wanamuabudu Mungu Baba, wanamuabudu Mungu Mama, wanamuabudu Uzair, au wanaabudu mapango, unaambiwa mimi na wewe, fala taku fi miryatin, usiwe katika shaka, usiwe katika wasiwasi, mimma yaabudu haulai, kutokana na ibada wanazozifanya hawa wasiokuwa Waislamu. Usiwe na shaka yoyote kwamba hizo sio ibada na hazina msaada wowote mbele za Allah subhanahu. Anasema la takum fi shakin min ibadati haulai almushrikina fi annaha dhalalun, ibada hizo ni upotevu. Bimaana la tashuku fi fasadi dinihim, usiwe na wasiwasi, dini yao ni dini mbovu, ni dini isiyokuwa na faida, ni dini isiyorejesha faida kwa muabudia wake. Ndiyo maana ya kusema Mungu anatutuliza tusiwe na wasiwasi, hata kama tunawaona watu labda wako katika mafanikio makubwa katika ulimwengu wao, wako katika mafanikio makubwa katika maisha yao, lakini Mungu anakukalisha kitako wewe, anakwambia fala taku fi miryatin mimma yaabudun, usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi, ibada wanazofanya ni batil. Ibada mbele za Allah ni ibada itakayoabudiwa kupitia Uislamu peke yake. Ibada nyingine yoyote haitarejesha nafuu kwa muabudiaji wake. Wa man yabtaghi ghaira alislam dina, mtu yoyote atakayefuata, atakayeamini, atakayekuwa mnyenyekevu kwa dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yukubala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wacha waseme maneno yao, wacha wakufurishe watu wengine, maana watu wengine husema dini zote Mungu anazikubali. Hilo neno ni ukafiri na kumzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hazikubali na kuzitambua dini nyingine zozote nje ya dini iliyo inaitwa Uislamu. Peke yake ndio dini anayoitambua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunakwenda pamoja. Tayib, fala taku fi miryatin, basi mwana darsa mwenzangu, usiwe na shaka. Mola wetu anatuambia usiwe na wasiwasi, mimma yaabudu haulai, kutokana na ibada wanazoziabudu hawa washirikina. Usiwe na wasiwasi kwamba ibada zao ni dhalalun, ibada zao ni kufurun, ibada zao ni khasratun. Hawana ibada itakayowanufaisha mbele za Allah. Ma yaabuduna, hawaabudu chochote
illa kama yaabudu abauhum, isipokuwa wanafanya ibada kama zile walizoabudu baba zao min qablu, kabla ya kuja mitume. Waliabudu masanamu, wakaabudu mapango, wakaabudu nyota, wakaabudu malaika. Hata ulipowajilia ujumbe na nuru kutoka kwa Allah, bado wameikataa nuru, wameendelea kuabudu mapango na masanamu yao. Sawa? Tayib. Ma ya'buduna illa kama ya'budu abauhum min qablu, kama ibada walizoabudu baba zao. Ayhum muttabi'una li abaihim, wanata baba zao. Taqlidan min ghairi hujjatin, wanawafata kibubusa bila ya hoja, wala burhanin, wala dalili yoyote. Wa hadhihi, na maneno haya mfasiri anasema tasliyatun lirrasuli, alikuwa analiwazwa bwana mtume. Na kwa maana hiyo tunaliwazwa Waislamu, tunaliwazwa Waislamu. Wa wa'adun lahu, na makamio yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bil intiqami minhum, kwamba Mungu makafiri hatowaacha, lazima awanakamishe na kuwaadhibu. Bil intiqami minhum idh haluhum halu man sabaqahum, kwa vile hali yao ni sawa sawa na wale walio watangulia wao. Minallahina almukadhibina, katika wapotovu waliokadhibisha. Tayyib. Waqad balaghaka ma nazala bi aslafihim, na Muhammad imeshakufika habari hao watangulizi wao kiliwafika nini. Sawa? Fayanzilu bihim mithluhu, Mungu anasema kama kuna watu waliangamizwa huko nyuma kwa kuwakataa mitume, na wale wanaowakataa mitume kitawafika cha kuwafika. Inawezekana isiwe hilaki kama ya watu wa Luthi, isiwe adhabu kama ya watu wa Thamudi, isiwe adhabu kama ya watu wa Shuaibu, lakini Mwenyezi Mungu akawaadhibu makafiri walioko katika zama zetu, kwa vile yeye mwenyewe Allah subhana anavyoona kwamba hivi inatosha kwa wao hapa duniani kuanza kupata bashrafu. Tumefahamiana eh? Mwenyezi Mungu anatoa adhabu, Mwenyezi Mungu anawaadhibu watu, lakini kwa bahati mbaya watu hakuna wa kuwazindua, kwa sababu dunia haiko katika mamlaka ya wale watu wenye kuzindua. Dunia imekamatwa na mifirimaso mikafiri, ndiyo yenye dunia. Kwa hivyo hata katika taifa akiwa kiongozi Muislamu, anakuwa Muislamu jina tu, lakini mfumo mzima wa maisha anaishi vile wanavyotaka makafiri wanaojifanya kujimilikisha dunia. Kwa hivyo Uislamu umekuwa hauna nguvu, hauna sauti, hauna wa kuusemea Uislamu. Hata hao wanaoitwa ndio viongozi wa dini katika dunia yetu, wote wamesalim amri kuwaangalia watu wa dunia wanataka nini. Mwisho wake wamekuwa viongozi wa dini na wao wapiga debe wazuri katika mambo ya dunia. Umefahamu? Sahihi. Mwenyezi Mungu anatukumbusha hivyo Waislamu, anazungumza na sisi Waislamu, na sisi tunawajibika wa kumuelewa Allah subhanahu wa ta'ala na kuyashika mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili siku ya kiyama tukawe katika watu watukufu. Tayyib. Wa inna subhanahu wa ta'ala anasema wa inna
lamuwaffuhum, naam, wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqusin. Allah anasema kwa hakika sisi tutawapa fungu lao wanalostahiki bila ya kupunguziwa chochote. Wale wote wanaokwenda kinyume na amri zetu wakaamua kuishi wanavyotaka wao, tutawapa fungu lao bila kuwapunguzia. Fungu lenyewe hapa sio fungu la pesa. Mungu anaahidi hii ni adhabu na hatowapunguzia subhanahu wa ta'ala. Fadhuku falan nazidakum illa adhaba, endeleeni kuonja, hatutawaongezea chingine isipokuwa ni adhabu kwenda mbele. Kwa hivyo Allah anasema wa inna lamuwaffuhum nasibahum, tutawakamilishia fungu lao ghaira manqusin, bila ya kupunguza chochote. Ay wasanu'tihim jazaahum, tutawalipa malipo yao minal adhabi, kutokana na adhabu, kamilan ghaira manqusin, bila ya kupunguza chochote. Ibn Abbas anasema qudira lahum minal khairi washarri, pamekadiriwa kwa wao kheri na shari, lakini wao hawakuamua kuifuata kheri, kwa hivyo watapewa fungu lao wanalostahiki. Baada ya hapo Allah subhana anarudi kuendelea kumliwaza Mtume Muhammad, anamwambia walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu kama tulivyokupa wewe Qur'ani. Musa tulimpa Taurati. Walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika wallahi tulimpa Musa kitabu. Fakhtulifa fihi, baada ya kuja kitabu yakapatikana makundi mawili, kundi lililokiamini kitabu hicho na mtume aliyokuja nacho, na kundi lililomkataa mtume huyo na kitabu alichokuja nacho. Kwa hivyo haya yanayotokea kwa ummati wako, kupatikana kun nafsaka, inaweza ikafika mahala kwa namna ulivyo na huzuni, watu wako wanakosa kuamini, unaweza ukajidhuru wewe. Anaambiwa bwana mtume usifike kujidhuru, kazi yako umeitekeleza, wajibu wako umetekeleza wa kufikisha ujumbe wa Mola wako. Kuamini na kutokuamini ili liko nje ya uwezo wako. Walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Ibnu Imran Musa, tulimpa kitabu cha Taurati. Fakhtulifa fihi, watu wakakhitalifianwa ndani ya kitabu hicho, pakakhitalifanikiwa. Yakulu Taala, Imamu Tabari anasema Mwenyezi Mungu musalliyan nabiyahu, akiumliwaza mtume wake, fi takdhibi mushriki qaumihi lahu, kuhusiana na kukadhibishwa na mushriki ambao ni jamaa zake. La yahzunka ya Muhammad takdhibu haulai laka, usihuzunishwe na ukadhibishaji wa watu hawa kukukadhibisha wewe. Falaqad ataina Musa taurata, tulimpa Musa Taurati. Kama atainaka alfurqan, kama tulivyokupa wewe Furqan. Fakhtulifa fi dhalika alkitab, wakatofautiana watu katika kitabu hicho. Fakadhaba bihi ba'dhuhum, baadhi yao wakakikadhibisha. Wasaddaka bihi ba'dhuhum, na baadhi yao wakakisadikisha. Kama faala qaumuka, kama walivyofanya watu wako. Kwa hivyo hili jambo linatoka mbali hili, sio watu wote ukiwaletea haki wataikumbatia hiyo haki, bali liko fungu la sheitani. Sema utakavyosema wewe, lakini mtu atatengeneza sababu, atatengeneza mazungumzo ili wewe asikuamini na kukufata. Tumefahamiana
Subhanallah, zimefika tarehe katika dunia, mwanamke leo anavaa kiguo sawa sawa na ngozi yake ya mwili, anavaa nguo sawa sawa na ngozi yake ya mwili. Akitaka kuvua nguo hiyo mpaka akae kitako, ikiwezekana aombe msaada kwa mwenzake, nichomoe huko. Hii nguo hii ndio anayekwendea katika mikusanyiko ya watu, ndio anayekwendea kusimama mbele za watu, ndio anayekwenda akahangaika katika maeneo mbalimbali akiwa amevaa viguo kama hivyo. Lakini hakuna anayesema huu sio utamaduni wetu, hili Mungu hataki. Nani anaweza kunyanyua midomo akalikemea hilo? Lakini imefika mahala wanawake wanatembea katika hali hiyo. Hivyo hivyo si kufungua milango ya zinaa, na kama tumefungua milango ya zinaa, hapo mahala sipataziniwa sana. Na ikiwa pataziniwa sana, Bwana Mtume katuambia nini katika nchi ambayo watu wake wanazini sana, uchafu wa zinaa umeenea? Nini ametuambia Bwana Mtume? Hatumuamini Bwana Mtume, tunawaamini wataalamu wa mazingira wanaosema kwamba yanayotufika ni mabadiliko tabia nchi. Hatumuamini Bwana Mtume sallam aliyosema kwamba ikiwa madhambi haya yameenea katika nchi, baraka na kheri katika nchi hiyo inaondoshwa. Leo hatuioni bahari imetuzunguka, tunavua nini katika bahari? Leo mabonde yamejaa katika nchi, tunavuna nini katika mabonde hayo? Huo ni mtihani, lakini hakuna anayeona akadhani kwamba haya yanayotufika haya yametokana na kwenda kinyume na amri za Allah. Tulio wengi tunawaamini wataalamu, yanayotuswibu ni mabadiliko tabia nchi, na kwa kuwa yanazungumzwa na watu walio na sifa wakati mwingine ya master, wengine maprofesa, wengine madokta, wengine wana madigrii, wakisimama wakazungumza, tunawaamini 100%. Wallahi nakwambieni thumma wallahi, mabadiliko tunayoyaona katika dunia ni kwamba sisi tumebadilika katika nyoyo zetu, tumeacha kuishi na mafunzo ya mtume wetu. Ndiyo haya mabadiliko, na kama hatujarudi katika mstari aliyoutaka Mola wetu turudi, tusitarajie hata siku moja kwamba tutakuja kuwa na maisha matamu na ya neema, bali maisha yanasonga na yanakwenda. Tumefahamiana? Tayyib. Ndio Allah anatuambia walaqad ataina Musa alkitaba, kwa hakika tulimpa Musa kitabu, fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika, lau sikutangulia neno la Allah Mola wako subhana kwamba ummati huu hatauadhibu kwa kuuangamiza hapa duniani, la qudhiya bainahum, ingelikuwa pashahukumiwa baina ya waumini na makafiri hapa hapa duniani. Wangelikuwa wale waliomkataa Nabii Muhammad wangeliangamizwa kama zilivyoangamizwa nyumbati nyingine zilizokataa mitume yao. Lakini umma huu Allah tabaraka wa taala amechukua ahadi ataubakisha katika dunia, hata kama watakuwa wanachezea bakora ili wapate kuzinduka kwamba wamepita njia sio, lakini bado wataendelea kubakia. Katika suratu Shura Allah mtukufu subhana anasema shara'a lakum minad-dini wa islamu. Allah tabaraka wa taala amewawekea mfumo wa kuabudu, amewawekea mfumo wa kuishi, mfumo wa kuwa na mawasiliano baina yenu na Mola wenu, na mawasiliano baina yenu. Tayari Mwenyezi Mungu ameweka mfumo huo ili uwe na mawasiliano na Mola wako uweje.
ili uwe na mawasiliano na wenzako uishije. Ameelekeza Mwenyezi Mungu Subhana, ndiyo anasema sharaa lakum minad-dini, Mungu amewawekea mfumo wa maisha, mfumo ambao wasa bihi Nuha, huo mfumo alimuamrisha Nuhu aishi katika mfumo huo. Walladhi, na ndio mfumo ambao Muhammad auhaina ilaika, tumefunua wahai kwako wewe na ummati wako, muishi katika mfumo huo. Huo ni wasia. Neno likisemwa wasaina, maana yake wewe unatakiwa kuzingatia sana kuliko amarna. Shafahamu wasia ni kitu kikubwa. Kwa hivyo Allah anamwambia mtume wetu, sharaa lakum minad-dini, dini ambayo wasa bihi Nuha, Mungu alimuhusia Nuhu, alimuamrisha Nuhu aishi katika mfumo huo. Walladhi auhaina ilaika, na ndio mfumo ambao tumekuamrisha wewe na wafuasi na ummati wako muishi katika mfumo huo, ndio mtakuwa na mawasiliano sahihi baina yenu na muumba wenu. Mfumo maalumu huo, anasema Mola wetu Subhana, wawasaina, vile vile tulimuhusia mfumo huo Ibrahima, wawasaina, tukamuhusia bihi, mfumo huo Ibrahima, tukamwambia Ibrahim, ukitaka kuwa na mahusiano mazuri na Mola wako, ukitaka kukutana na Mola wako kwa ridhaa zake, ishi katika mfumo huu. Sio Ibrahima peke yake, wa Musa, na Musa alihusiwa mfumo huo, wa Isa na Isa ibn Maryam, wote waliamrishwa an aqimu dina. Allah anakuamrisheni ishini na mfumo aliouleta Allah tabaraka wa taala. Sawa wala tatafarraku, msije mkatofautiana katika mfumo huo, fihi, katika mfumo huo. Hawa wanafanya hili, hawa wanakwenda hivi, wote muishi katika twaa ya Mwenyezi Mungu. Mpaka aya zikaendelea, wama tafarraku, watu hawakutofautiana illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, isipokuwa baada ya kuwajilia jambo wanalolijua. Baghyan bainahum, ni kwa sababu tu ya hasadi na chuki. Kwa nini mtume atokane na Makuraishi? Lakini kila kitu kiwe kwa Bani Hashim? Yani ni hasadi hiyo tu. Wanakubaliana kwamba Muhammad ana sifa zote na vigezo vyote, alichokileta ni dini ya haki, hichi kitabu ni kitabu cha haki. Lakini kwa nini kila jambo bora lipitie katika tumbo hili la Bani Hashim? Wanaikataa haki baghyan bainahum, kwa sababu tu ya hasad iliyokuwa imewatawala. Anasema Mwenyezi Mungu, walaula kalimatun sabaqati min rabbika, lau si neno la Mola wako lililotangulia, ila ajali musamma, pamoja na vituko vyao watu Mungu atawabakisha mpaka muda uliotajwa, la kudhiya bainahum, pangelikuwa pashachukuliwa hatua baina yao. Kwa maana Mungu tunayoyafanya hayaridhii, hata kama sisi Waislamu kwa huo uchache tunajitahidi, lakini dunia kwa sehemu kubwa inayoyafanya Mwenyezi Mungu hayaridhii. Lakini kwa fadhila zake Allah, ummati huu kaupa ofa. Pengine kule kucheleweshwa kuchukuliwa hatua, mtu anaweza akazinduka, lakini ingelikuwa watu wamechukuliwa hatua kwa kule kukufuru kwao, wangelikuwa wengi wamekufa katika ukafiri. Sawa? Kwa hivyo dini hii ambayo amepewa Mtume Muhammad ni wasia aliyopewa Nabii Allah Nuh,
wakapewa na mitume wengine. Na hapa kwa sharafu ya Mtume Muhammad, baada ya kutajwa Nabii Allahi Nuhu, hawakutajwa mitume wengine kwanza, bali alitajwa Nabii Muhammad. Kwa sharafu yake, kwa utukufu wake, ametangulizwa yeye, pamoja na kwamba yeye ndiyo khatamul anbiya'i wal mursalin. Tunafahamiana hapo? Walaula kalimatin sabaqati min rabbika laqudhiya bainahum, pangelikuwa pameshahukumiwa. Wa innahum lafi shakkin minhu murib, kwa hakika watu wako na wasiwasi na Qur'ani, wako na wasiwasi na dini yenyewe ya Uislamu, na hasa ili balaa mpaka sasa hivi linatambaa kwa Waislamu. Kuna mtu anaambiwa swali ndugu yangu, anabembelezwa, mwisho anajibu ni swali. Mie nimemtaka Mungu milioni 60 ya kunipa hata shilingi 10 mpaka leo, ni swali ni? Ushafahamu Kaiona milioni 60 kuwa pesa zamana. Je, thamani ya jicho alilopewa? Macho mawili yachukulie. Thamani ya masikio akawa anasikia. Thamani ya pua aliyopewa kunusa harfu nzuri au mbaya. Thamani aliyopewa ya mdomo kuhisi testa ya chakula. Thamani aliyopewa anapokuwa kala yale madude machafu kwenda msalani yakatoka. Thamani aliyopewa baada ya maji kuzunguka katika mfumo wa mwili wake, alafu yanageuka kuwa sumu, Mungu akamuandalia njia ya kutoka kwa wepesi. Hizi zote sinema, yeye anaiona milioni 60 tu. Umeona mambo mabaya hayo na utughuyani huo? Ushafahamu Huwezi kujua kama una neema kubwa ya macho, isipokuwa ingelikuwa siku moja umenyang'anywa, alafu ukakaa bila macho, alafu ukaja ukapewa tena, sijui ungelisemaje kuhusu umuhimu wa macho. Tunafahamiana? Tayib. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum wa innahum lafi shakkin minhu murib. Watu wako na wasiwasi na Qur'ani, wako na wasiwasi na Uislamu, wako na wasiwasi na Mtume Muhammad. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa inna kullan lamma, ndio la yuwaffiyannahum, na kwa hakika kila mmoja, hao waliokufuru siku hizo na hawa wanaokufuru leo, kullan lamma la yuwaffiyannahum, isipokuwa Mungu atawalipa. La yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, usiwe na wasiwasi, kila mmoja atalipwa kwa yale ambayo ameyafanya katika dunia yake. Innahu bima ya'maluna khabir, na hiyo ndio illa Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuwalipa, kwa sababu wanayoyafanya yote Mwenyezi Mungu anayajua. Fastaqim kama umirta, simama katika haki, simama katika dini, shikamana na ibada, usiyumbishe na kuyumbishwa na watu wasioitaka ibada na dini. Fastaqim kama umirta, sawa wa man taba maaka, na wale waliorejea pamoja na wewe, simama pamoja nao. Ndio wala tatghaw, wala msipindukie mipaka. Innahu bima ta'maluna basir, Mwenyezi Mungu kwa kila mnachokifanya anakiona, iwe lailan iwe nahara. Wenyewe wanasemaga mvua jua, sema mvua jua anafanya jambo fulani mtu fulani, iwe mvua atafanya. Unamjua Mungu Mboni kufuru nyingine zinakuwa hazina sababu? Yani watu wanakufuru kirahisi rahisi, na maskini nafsi tunaogopa kusema neno hilo ni ukafiri. Mvua jua atafanya kitu fulani, mvua jua atafanya, litoke jua hasa au jua lipatwe atafanya, mvua inyeshe hasa atafanya.
anayeweza kufanya mvua jua ni peke yake Allah tabaraka wa taala. Ndio mvua jua anafanya subhanahu wa taala, kwa sababu jua lenyewe ni mamlaka yake, mwezi wenyewe ni mamlaka yake. Utafanya nini wewe likiwa jua Mungu kakukataza miguu isinyanyuke, mdomo usiseme, macho yasione, usishimwe mkono? Utafanya nini? Jamani, pamoja na mapenzi tulionayo ya kuipenda dunia, tutahadhari tusitoke katika Uislamu. Kuna watu wanatoka katika Uislamu kwa mapenzi ya dunia au kwa mapenzi ya kumpenda mtu. Ilinde kwanza dini yako. Hayo mapenzi ya Yanga na Simba yawe nyuma nyuma huko, lakini kwanza uwe umesimama na dini yako. اللهم يا ربنا وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. Akatokea Uislamu hautaki fujo. Uislamu hautaki fujo, kwamba tukamuona mtu anafanya maasi sisi tumvamie kwa kuchukua sheria mikononi. Unaweza ukapelekea hilo kwamba mtu amemchukia tu mtaani, alafu waseme tulimkuta na jambo fulani tukaamua kumpiga. Sasa Uislamu kama kweli imethibitika, watu wameona, kama ingelikuwa tuna Uislamu ilikuwa mashahidi tayari, kwa sababu ushahidi wa zinaa aonekanwe mtu na watu 4 au kuendelea, waone uzi uko ndani ya tundu ya sindano. Kwa hivyo wangelikwenda kutoa ushahidi, alafu mamlaka ichukue hukumu. Lakini ukichukua hukumu hapo, uo Uislamu hauja kuelekeza hivyo, la kwanza. Lakini wenye dunia yao utaonekana umefanya kosa kubwa mno hapa duniani, na wala mbele za Mungu ukienda hutokuwa umefanya jambo la maana, kwa sababu Uislamu una taratibu zake. Umefahamu ili isije ikapatikana fujo. Sawa mwalimu? Lakini ikiwa inafikia hivyo, basi ndio tuko mbali sana. Itakuwa tuko mbali sana, kwamba watu waweze tu kuingia, kama ni kweli aingie humo shimoni, hotelini, hapo mtu akala vitu. Subhanallah, ikiwa tumefika huko, ndio tushafika pale aliposema Mtume. Tusione ajabu hilo, Mtume kashasema zitafika zama watu watakuwa wanafanya zinaa hapo njiani, barabarani. Wewe angalau ndio ungali na hiyo chembe ya imani, utakuja kumwambia basi angalau ungezunguka nyuma ya msikiti huko. Yani wewe ndio una imani kubwa hapo, ndio hiyo kumwambia afadhali ungezunguka nyuma hapo kiwandani kidogo, hapa watu wanakuona sana. Mshafahamu? Itafika. Na kwa kuwa Mtume kasema itafika, kuwa na uhakika itafika. Labda mie na wewe Mungu atatutanguliza, tutaondoka mapema, lakini itafika maadamu Mtume sallam ameshasema. Naam Sheikh Abdallah. Changamka kidogo, sasa hivi saa 2:15. Aliwachwa talaka 3 na huyo mume aliyopika, na huyo mume ikawa haiwezekani
kuweza kumrejea. Ni bwana akamuoa siku ile ya kwanza, ikaanza mbio, hataki kutoa huku na huku, huku na huku, siku apita akamwacha. Baada ya kumwacha, alipotoka Eda akamuoa bila kwa mumewe kwa mwanzo. Vipi ile ndoa inasema? Ndoa haikuswihi kwa mambo mawili hapo. Jambo la kwanza, haikuswihi ndoa ya muhallila haramu, na hata ikiozeshwa sio tu haramu, wakati mwingine katika sheria kuna kitu kinakuwa haramu lakini kile kitu chenyewe kinakuwa kimeswihi. Kwa mfano nini? Kuuza baada ya adhana ya pili siku ya Ijumaa ni haramu, lakini je, kile kilichouzwa kimeswihi katika kuuziana? Ule muamala ni halali? Wanawazuoni walio wengi wanasema ule muamala ni halali, lakini kile kitendo cha kuuziana baada ya adhana ni haramu. Sawa? Sasa suala hili la ndoa ya muhallila, maadamu itakuwa kumepangwa baina ya mume wa zamani na mke, au mume huyu akenda akamtafuta rafiki yake, tafadhali mie ninaumia hasira, nilimaliza sahani za talaka kwa yule bibi, nenda akamuoe, ukae naye siku 3 4 hata mwezi nakupa. Alafu watu mijinga yaani unampa mtu alafu aje kula mzigo wako, unafikiria akisha kuona utamu wake midude ilikuwa haifuati sheria ya Mungu, basi inafanya lolote yule, basi anakaa naye mwezi alafu anamuacha. Hii ndoa yenyewe kwa itikadi hiyo haikuswihi. Sawa? Mume ikiwa hakushiriki chochote, mipango tu ya mwanamke, kenda kutafuta mume amuoe, kamuoa, hii ndoa kama mume yule wa mwanzo hakushiriki chochote, hajui, ila yeye anataka tu atoke katika ile kizuizi, labda mumewe yule wa mwanzo atakuja, sawa, akamtafuta Sheikh Abdallah Musa nioe, wakakubaliana, kamuoa. Kumbe mwanamke ana laki, kafika nyumbani, lete mzigo, anasema mzigo maji yamejaa. Mshafahamu? Siku 5 6 lete basi, kwani unakuwa na siku ngapi? Talaka, bila ya kuonja ile. Hata akiachwa huyu mwanamke, pamoja na kwamba yule mwanamume wa mwanzo hakushiriki chochote, yule mume hawezi kumrejea tena kumuoa mke huyu, kwa sababu huyu, hii ndoa hii haikutiwa saini. Mtume kasema hata tadhuka usailataha. Sawa? Wewe uonje asali yake na bibi aonje asali yako. Si hapo tayari Mwalimu Musa? Kwanza hilo kesi hiyo umeifahamu? Umeifahamu hiyo ndoa vipi? Kwa hivyo ndoa haipo hapo. Wanazini ndio. Haya. Lakini kuna baadhi ya Waislamu wenzetu wabaya sana wengine. Wanakuja hapo na mtu anamuolewa laki moja au 50 yuko tayari. Anajua mambo hayo ndio mambo shapambo huko wamo. Mimi kwanza nakutahadharisha kitu kimoja. Usiwe na haraka ya kuoa mke aliyeachwa. Na kutahadharisha kabisa, usiwe na haraka ya kuoa mke aliyeachwa. Na hasa ukipata taarifa kaachwa talaka 3, usijitie ukenda ukapata hasara bure na kuweka ile CV yako kati ya aibu ya kwamba kashaacha. Ijapokuwa siku hizi kuacha watu wanaona kama kwenda sokoni, kuacha ni aibu. Aibu yake iko wapi? Mtu ukimwacha si anakujua, au sio? Hata uvae nguo kama chuma sijui nini, lakini yeye anakujua pumzi zako, kulala kwako, kukoroma kwako. Ushafahamu? Anajua mpaka hapo kisiwa Ndui, anakujua.
Kwa hivyo hata ukipiga suti hivi na nini, ushafahamu sasa hata akikuona kudharau hamna chochote kule. Wakati huo pengine kashapata mume mwingine kapiga kanda, akikuona anakuchuja. Ushafahamu? Kwa hivyo kuona kuacha sio kitu kizuri, unajiweka wazi, iwe hapana budi ndio uache. Lakini sio kidogo tu talaka, kidogo tu talaka, huku kuna mtoto Mpendae, kuna mtoto Tomondo, kuna mtoto Pemba, kuna mtoto Dar es Salaam, kuna mtoto. Hawa watoto utakuja kutumia sijui njia gani za kuwakusanya hawa watoto wawe kitu kimoja. Mwisho wanafika watoto baba mmoja wanaoana hivyo. Haya, inshallah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.